Onesmo. Mheshimiwa Spika, naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Swali langu la kwanza, pamoja na kufunguliwa kwa magara 8 na makampuni 8, lakini pia kuwepo kwa vituo 85 na mawakala 174 wilayani Mbozi, kwa nini msimu huu mbolea imechelewa, aina ya DAP imechelewa kufika kwenye jimbo langu na imefika wakati wa msimu wa kilimo? Swali langu la pili, Mheshimiwa Spika, jimboni kwangu mpaka hivi ninavyozungumza, wananchi wanalia sana, wananchi wanalalamika sana. Video zao ninazo na nimewatumia mawaziri. Wanalalamika aina ya mbolea ambao wametumia mwaka huu, pengine kutokana na baadhi ya wafanyabiashara kukosa uaminifu, ama kutokana na kuchelewa kwa mbolea aina ya DAP ambao wameizoea, wametumia mbolea mbadala na badala yake haijakizi vigezo tulivyovizoea, imepelekea mazao kudumaa, wananchi wameingia hasara, wananchi wanalia. Ipi kauli ya serikali kwa wananchi hawa, na na serikali mtafanya nini kuhakikisha msimu ujao wananchi hawa hawapati hasara ya aina hii, na mnadhibiti hali hii isitokee kwa wakulima wangu? Waziri. Asante sana Mheshimiwa Spika. Nimpongeze Mheshimiwa Mkondia kwa maswali madogo mawili mazuri na yenye kufuatilia maslahi ya wananchi wa jimbo lake la Mbozi, niseme na mkoa mzima wa Songwe. Jambo la kwanza, amezungumzia kwa nini mbolea ya DAP imechelewa mwaka huu. Niseme tu kwamba mbolea ya DAP sisi kama nchi tunaagiza kutoka nje ya nchi, na mahitaji ya DAP duniani sasa hivi yameongezeka, hususan Brazili na nchi za India. Kutokana na mahitaji makubwa, maana yake sasa kumekuwa kama tunanyang'anyana, yani katika ununuzi wa zile mbolea. Kwa hiyo wale waagizaji wote waliopewa leseni za uagizaji waliweka oda na zichelewa kutokana na mahitaji makubwa ambazo oda zilikuwa zimefanyika kule nje ya nchi, kwa maana ya India pamoja na Brazili. Sasa kutokana na mahitaji hayo kuwa makubwa, sisi tumeendelea kuzileta hizo mbolea hapa nchini na tumeendelea kuzisambaza japo zilichelewa kufika kwa wakati. Kwa hiyo nikiri kwamba sisi kama serikali tumeahidi katika msimu wa kilimo unaofuatia tutahakikisha waagizaji wa mbolea wanafanya hivyo kabla ya ule muda ambao msimu unakuwa umetarajia kufikia. Lakini swala la pili kuhusu kauli ya serikali, sisi tunachokisema ni kwamba moja, wananchi ama wakulima wote nchini wawe wananunua mbolea kupitia kwenye mifumo rasmi ambayo tumeiainisha na tumetoa hiyo elimu kwa wananchi, ili inapotokea mwananchi amenunua mbolea haijaleta matokeo, sisi kama wizara tuweze tukamkamate yule msambazaji wa mbolea ama wakala, tutamkamata, tutamfungia leseni yake, lakini vile vile tutakuwa na nafasi sasa ya kumshurutisha, ikiwemo kulipa fidia kwa wananchi ambao wameathirika. Sasa hiyo ndio kauli ya serikali, na ninataka wananchi wasimamie hivyo kwa kununua mbolea katika mifumo rasmi ambayo tumeiainisha kote. Asante sana Mheshimiwa Spika.